fungu la 5, Mark 7:5. Tutasoma katika lugha ya Kimombo na kuamini ya kwamba kila mmoja wetu atasoma katika lugha yake. Kwa lugha ya Kimombo inasema hivi: Then the Pharisees and the scribes asked him, Why walk not the disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? Then the Pharisees and the scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the traditions of the elders, but eat bread with unwashed hands? Ningeomba Mungu majibu maombi ya watu wake. Wamekuwa wakimuomba ya kwamba angalau makanisa yetu yafunguliwe. Ni habari njema ya kwamba kuanzia Sabato ijayo tutakuwa na muda wa kuwa kanisani, licha ya kwamba idadi ya watakaokuwa wanahudhuria ni wachache, lakini afadhali kuliko bure. Kwa hivyo Sabato ijayo, kama vile tumepokea matangazo kwa mzee wa kanisa, tunaanza kurejea makanisani kwa kufuata utaratibu ambayo umewekwa na Wizara ya Afya ya serikali yetu. Na kwa sababu hatujafika kiwango cha kuwa na maiki ya wale ambao watakuwa wanahudumu kila mmoja, kipindi ni kirefu tangu Machi tulipotangaziwa corona imeingia Kenya mpaka huu ni mwezi wa 7, na wengi tuko na afya nzuri. Tunabudi kumshukuru Mungu, kwa sababu kama sio Mungu hatungefika mahali tumefika. Walio nyumbani, walio kanisani, wote Mungu atubariki katika wakati huu. Kama vile mmeambiwa, makambi yetu yatakuwa, hiyo ndio msimamo wa kanisa. Makambi yatakuwa, tutakutana na viongozi wa conference ili tuone ni mikakati gani. Bila kupoteza wakati, leo tumechelewa kidogo. Tulichelewa kwa sababu tulipofika town jambo leo linasema is Jesus of culture or above culture. Ndio somo ya siku ya leo. Is Jesus of culture or above culture? Kiswahili, je, Yesu ni wa utamaduni fulani ama Yesu ameshinda tamaduni zote? Yesu ni wa utamaduni ama yeye ni juu ya utamaduni? Hiyo ni Kiswahili. Neno hilo litatoka katika kitabu ya Marko sura ni ya 7 kuanzia mstari wa 1 mpaka 13. Naomba msomaji atusomee ndiposa tuingie katika somo ya siku ya leo. Kisa Mafarisayo. Biblia inasema kisa Mafarisayo. Na baadhi ya waandishi walitoka Yerusalemu wakaenda wapi? Wakakusanyika mbele ya Yesu Kristo. Alafu na wale wengine katika wanafunzi wake wakiwa wanakula chakula na mikono najisi, maana yake ile mikono ambayo haijanawiwa. Kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wasiponawa mikono mpaka kiwiko, wasiponawa mikono mpaka kiwiko, awali wakisika mapokeo ya wazee wao, kwa kusika mapokeo ya wazee wao. Endelea msomaji. Tena wakitoka sokoni, hawa ni wa Mafarisayo, wasipotawasa awali na
na yako mambo mengine walioyapokea kuyashika, kama kuosha vikombe na midumu na vyombo. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, walimuuliza nini? Mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee? Kwa nini wanafunzi wako wanaenda pasipo kuyazingatia mapokeo ya wazee? Wale kula chakula kwa mikono najisi. Wao wanakula chakula na mikono najisi. Akawaambia Isaya alitabiri vyema juu yenu. Alitabiri nini? Enyi nyinyi wanafiki, kama vile ilivyoandikwa, hawa watu wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali. Hawa wananiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Nyinyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyapokea mapokezo. Akawaambia, mwaikataa amri ya Mungu na kuyashika mapokeo yenu. Maana Musa alisema, heshimu baba yako na mama yako, na mtukanaye babaye ana kumtukana mamaye kufa atakufa. Bali nyinyi mwanasema, mtu akimwambia babaye ama mamaye, wakufu kitu changu chochote ikupasacho kufaidiwa nacho, kuwa basi wala hamruhusu baada ya hayo kumtendea neno papaye au mamaye. Sana kwa somo hilo, na neno hilo litafafanuliwa zaidi na zaidi kadiri tutakavyokuwa tunasoma neno la Mungu ama tutakaojua tunajifundisha neno la Mungu. Kumbukeni ya kwamba somo ya siku ya leo inasema ya kwamba, je, Yesu ni wa utamaduni ama yeye ako juu ya utamaduni? Is Christ of culture or above culture? Hebu na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe kwa somo ambalo liko mbele yetu. Tutakapokuwa tunalisoma na kulipokea ndani ya mioyo yetu, tuomba Roho atufundishe. Uwe nasi katika kipindi hiki, na zaidi ya yote Bwana, tulitukuze jina lako kwa mafundisho haya, tukiomba tukiamini katika jina la Yesu, amen. Wapendwa, ningependa nitoe fafanisi ya maneno ambayo yametumiwa katika Biblia kabla niingie katika somo lenyewe. First and foremost, katika Biblia ya Kiingereza inasema, why does your disciples not adhere to the tradition of the elders? And I want to qualify the word tradition. This is the word I want you to define because it carries the center stage of the message of this day. Why does your disciples not follow the tradition of elders? And I want to define the word tradition. The word tradition simply means culture. That's tradition. Tradition simply means culture. And the number two, then what is culture? Culture are arts. Culture are customs. Culture are habits that characterizes a particular society or nation. That's another proper definition of the word culture. Culture, these are arts. Culture are customs. Culture are habits that characterizes
a particular society or a nation. Culture, in other words, they are beliefs, they are values, they are behavior and material objects that constitute a people's way of life. That's another definition of culture. When we speak of culture, we are speaking of beliefs, we are speaking of values, we are speaking of behavior, material objects that constitute people's way of life. Katika Kiswahili kwa neno kama moja hivi, tunapozungumzia utamaduni, ni njia jinsi watu wanavyofanya mambo yao, jinsi watu wanavyoishi, yale mambo ambayo wanayazingatia ya umuhimu katika maisha yao, ya wanaojitambua nayo, wasiopenda kufanya kinyume na maneno hayo. When I was looking this word deeply, the word culture, kuangalia neno culture ama utamaduni, I found ya kwamba we have what we call Western culture, we have what we call Eastern culture, we have what we call African culture. But when the Bible speaks of some culture, specifically wanaangalia the Eastern culture, maana it is from the East. Mahali Yesu alizaliwa, mahali Yesu alikulia, hapo ndio the major focus of Bible inaangalia mambo ya culture. In the East, as opposed to the West, they say the Eastern culture is very conservative, very conservative. Kiangalia jinsi wanavyokula, very selective. Kiangalia jinsi wanavyovaa, very selective. Angalia the culture of the East, mavazi hawafai kiolela, they choose what to wear and how to wear it. Wanachagua ni nini wanakula na jinsi ya kukula. Those are the culture of the East. But when we consider the culture of the West, is liberal. It is very liberal. Liberal in the sense, wao wako soko huru. You choose what you want to do. Yani ile tunaita democracy, freedom. Kila unataka kufanya ama ni kufaa utembea hata uji, no problem. But in the East, very conservative. Sasa this culture ndio tungependa tuangalie, is Christ of culture or above culture. Ni wapi Yesu anaingiana na culture? Ni wapi Yesu anashindia culture? Is Christ of culture or above culture? Let the Bible speak. Let the Bible speak. Wacha Biblia iseme kama Yesu ni wa utamaduni ama Yesu ako juu ya utamaduni. In the Bible, tungependa tuanze kuangalia vile Yesu alizaliwa. Vile Yesu alizaliwa. Tunaenda haraka. Kitabu ni Luka sura ya 2, chapter 2, the book of Luke. Ningependa msomaji wetu atusomee. Niliona akipewa kwa sauti. Chapter 2 Luka 21 mpaka 25. Haraka sana msomaji. 21 mpaka 23, Luka 2. Tusikie namna Yesu alipozaliwa. Hata asipotimia kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika, kabla hajachukuliwa mimba. Kisa ilipotimia siku za kutakasika kwao, kama ilivyo torati ya Musa, walikwenda naye hata Yerusalemu, wamweke wa Bwana. Nimalize 25. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Bwana, kila mtoto mwanaume aliyekifungua mimba, aitwe mtakatifu wa Bwana. Asanteni sana. Listen, according to any culture,
mtoto anaposaliwa anapewa jina. That is culture. Mtoto akisaliwa upewa jina. Yesu aliposaliwa alipewa jina, na Biblia imesema alipewa jina lile malaika aliyemuita kabla wakati alichukuliwa mimba. Hiyo ni Biblia imesema. Kwa hivyo Yesu amesaliwa under a certain culture. He was born under a certain culture. Akapewa jina. Na Biblia imesema wakati alifika siku ya 8, umri ule ambayo ulikuwa umewekwa, hiyo pia ni culture, alitahiri. Biblia imesema alitahiri. Kutahiriwa is culture. Is culture. Basically practiced in the East. Very, very categorical. Very, very categorical. Yesu alizaliwa under a culture, akakulia under culture, akaitwa jina, katahiri, akapelekwa kanisani kama ilivyokuwa a culture. Akapelekwa kanisani kwa maombi baada ya mama yake kumaliza siku ya utakaso. Tukienda haraka 4:16 hiyo Luka. Tunataka kwenda haraka. Mbona lile ina foundation? 4:16 Luka. 4:16 inasema nini? Akaenda Nazareti. Huyo Yesu alipokuwa mtu mzima alienda Nazareti. Hapo alipolelewa. Siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Na siku ya Sabato akaingia sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Yes. Akatafuta mahali palipoandikwa. Roho wa Bwana juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amen. Asante msomaji. Okay. Nilikuwa nataka nisikie ya kwamba neno ambalo ninalitafuta Yesu alipoenda kule Nazareti, alipokuwa amelelewa, kama ilivyokuwa desturi yake. The word desturi yake, it is another word for tradition. It's another word as his custom was. Kama ilivyokuwa tabia yake. And we have already defined culture meaning habits. Yani ni tabia mtu anakuwa nayo. Ina shape your way of life. Huyu Yesu kama ilivyokuwa desturi yake, kama ilivyokuwa kawaida yake, yeye kila Sabato alikuwa anaenda kanisani. Na hiyo ni desturi ya Wayahudi. Hiyo ni desturi ya Wayahudi. Kwa lugha nyingine, it is a way of life to the Jewish. Yani Judaism. Wayahudi kila Sabato wanaenda kanisani kusoma chuo cha Isaya, wanaenda kusoma Biblia. Yesu pia aliingia kanisani kama ilivyokuwa desturi yake, akachukua chuo cha Isaya na akasoma, na aliwasomea jinsi Biblia inavyosema ya kwamba Roho wa Mungu ako juu yangu, nipaka mafuta kulihubiri habari njema. That is culture. Basically, that is what we call culture. Is Christ of culture or about culture? We will see. The Bible will continue to speak. The Bible will continue to speak. Twende Yohana sura ni ya 4 pia. Yohana Injili sura ni ya 4, 7 mpaka 9. 7 mpaka 9. Twende haraka. Akasema, Yohana ile ina foundation. akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji. Nipe maji nini? Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Wanafunzi wake walikuwa wameenda mjini kununua chakula. Yesu amekuwa na kiu kule kisimani, akaomba maji. Msomaji. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia Yesu, nimekuache wewe Myahudi kutaka maji kwangu. Kwa nini wewe Myahudi unaitisha maji kwangu? Nami ni mwanamke Msamaria. Maana Wayahudi hawatangamani na Wasamaria. Wayahudi hawatangamani na Wasamaria. Hiyo ni 9. Ndio hiyo, it was 7 to 9. Maana Wayahudi hawatangamani na Wasamaria. Those are the two different cultures. We don't understand your culture, you don't understand our culture. Muko na tamaduni zenu, tuko na tamaduni zetu. Nyinyi wa Samaria, hii ni yenu. Nyinyi wa Wayahudi,
hii ni yenu. Sasa hatutangamani, we have nothing in common. Nyinyi mnasemanga sijui nyinyi mnatahiri, sisi hatutahiri. Kwa hiyo mnatudharau. Sisi wa Samaria hatutahiri, nyinyi Wayahudi mnatahiri. Kwa sababu hiyo mnatudharau. Kwa nini leo ukaamua kuniomba maji? Is Christ of culture or above culture? The Bible continues to speak. 19 mpaka hiyo 4 Yohana 19 mpaka 25. Inasema nini? Yule mwanamke akamwambia nini? Bwana, naona ya kuwa unabii. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi husema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia mama. Alimwambia nini? Unisadiki. Saa inakuja, ambayo hamtamwabudu hapa katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokichwa, lakini sisi tunaabudu tukichwaje, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Hiyo ni 25. Lakini saa inakuja, nayo sasa hipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Na kwa maana Baba hawatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye watamwabudu kumwabudu katika roho na kweli. Watamwabudu katika roho. Yule mwanamke akamwambia sina tatu. Mwisho. Asante msomaji. Neno la Mungu linasema, unajua Yesu alipomuomba mwanamke maji fungu la 7, hiyo Yohana Injili 4, yule mwanamke anamuuliza swali ya kwamba imekuwaje Myahudi leo akamuomba maji Msamaria. Hiyo ni kusema ya kwamba what do we have in common? Kuna uhusiano gani kati ya Wayahudi na Wasamaria? Sisi hatutangamani kwa mambo mengi. Uhusiano wetu ni kama haupatani mahali. Maana nyinyi mnatudharau kwa sababu nyinyi ni Wayahudi mnatahiri na sisi ni Wasamaria hatutahiri. Hiyo ni madharau ya kikalcha. Yesu akaendelea na mazungumzo marefu na huyu mama akazungumza marefu, wakaongea mengi. Kufika mstari wa 19, mama akamwambia, nimesikia vile umeongea na vile umeniambia habari yangu na ukweli kama vile ninavyoishi maisha yangu. Nimesadiki ya kwamba wewe sasa ni nani? Ni nabii. Akamwambia hivi, huyu ni mama anaongea. Sisi wa Samaria, mababu zetu walikuwa wanamwabudu Mungu wao hapa juu ya huu mlima. Unajua hiyo ni culture. Sisi tunamwabudu Mungu wetu sisi wa Samaria hapa milimani. Na nyinyi Wayahudi mnasema kulingana na culture yenu, nyinyi mnaabudu Mungu wenu kule Yerusalemu. That is the difference. According to your tradition, you worship God in Jerusalem. According to our tradition, we worship God in the mountains. The big difference. Yesu akamwambia, mama sikia, ni kwa sababu hamjui. Kwanza nyinyi mnaabudu msichokijua. Sisi Wayahudi tunaabudu kenye tunajua. Hata kama Jerusalem is not really very convenient ya kwamba ndio mahali peke yake watu wanastahili kuabudu, Mungu anastahili kuabudiwa, lakini ukweli wa mambo tunayemwabudu tunamjua. Nyinyi wa Samaria mnaabudu msichokijua. Hiyo ni kusema walikuwa wanaabudu miungu mlimani. Lakini Wayahudi wanamwabudu Muumba wa nchi na mbingu kule Yerusalemu, lakini kwa masharti ya kwamba God must. It is not optional. God must, that's a culture, must be worshipped in Jerusalem. Outside Jerusalem there is no salvation. Ya kwamba kama Mungu haabudiwi Jerusalemu, hayo mengine mnao mwabudu, hata mkimwabudu wapi, it is not recognized kulingana na wao. Those are the traditions.
ambao zilikuwa kali sana katika Wayahudi, lakini Yesu akasema, believe me woman, time is come, time will come and is come now. Wakati wote wanaomwabudu Mungu watakaomwabudu Mungu katika kweli na roho, ama katika roho na kweli. Maana Mungu awatafuta watu wa namna hivyo wapate kumwabudu. Mungu anaabudiwa katika mambo mawili, kweli na roho. Sio kumwabudu tu ya kwamba sisi ni watu wa kiroho, watu wa roho, ama sisi ni watu wa ukweli, watu wa ukweli. Mungu anaabudiwa kwa mambo haya mawili, katika kweli na katika roho, without which your worship is null and void. Kabla niwaletee fungu letu la mwisho, allow me to elaborate now the passage which carries our topic of this day. Is Christ of culture or above culture? That was Mark chapter number 7. Now we must understand what was Mark right. Huyu Mariko kwa anaandika nini hii katika ujumbe huu ambaye ametuletea. Kwanza Biblia inasema some Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were unclean, that is, unwashed. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing. This is what now these Jews are doing. These Pharisees, what they are doing. Biblia inasema they do not eat food until and unless they give their hands a ceremonial washing of hands. Ni vizuri sasa wakati ninaongea washing of hands, you people can understand. Nyinyi nyote mnaelewa. You understand what it entails, washing of hands. Kipindi tulio nacho ni kipindi gani wapendwa? Wash your hands. Wash nini? Kila wakati wash your hands. Wherever you are, wash your hands. Wherever you are passing, wash your hands. Before you enter anything, wash your hands. It was the tradition of the day in the days of the Jews. Hii ndio ilikuwa mtindo. Ndio ya Wayahudi. Ya kwamba ukienda sokoni leo hii ukienda sokoni hapa tunaita furaha na kudu. Kama hujaenda na kuomba siku moja uende. Hapa furaha na kudu. Ukiingia sokoni kwenda kununua nyanya, unaambiwa fanya nini kwanza? Wash your hands. Ukienda kununua omena, wash what? Your hands. Ukienda kununua nyanya, vitunguu, mboga, chochote sokoni, dukani, supermarket, unafanya nini wapendwa? Wash your hands. Nyumbani ukifika, ukitoka sokoni, kabla uingie kwa nyumba, nyinyi watu amuko Kenya. Hata kama sio Kenya, amuko dunia ya sasa. Ukitoka sokoni, kabla uingie kwa nyumba, you do what? Tumeambiwa ukifika kanisani, kwa mlango wa kanisa, kabla uingie kwa kanisa, unaambiwa unafanya nini? Wash your hands. That is the culture. That is the tradition now which has been introduced. That is a tradition which was there in the days of the Pharisees, in the days of the Jews. Kwanza mmesikia ukienda sokoni, hiyo siku ya Wayahudi, ukitoka, you must have what we call a ceremonial hand washing. Kabla ufanye nini? Ule chakula. It was a ceremonial. Unanawa hapa viganja, vidole ndani, makucha, kila mahali, na ukimaliza unapangusa, ukimaliza una sanitize.
na sanitizer, ndiposa uwe na uhakika ya kwamba your hands are what? Are clean. Ndiposa wafanye nini wapendwa? Wakule chakula. By the way, if you listen to the Bible, they were not washing hands alone. Katika vyombo vyote vya nyumba they were properly sanitized. Nyinyi hamkusikia Biblia iliposomwa? Kuna wengine walikuwa wamelala, wamesinzia wakati teacher alikuwa anasoma. They were not only washing hands, hata vyombo they were properly sanitized. Services. Hii service hii mahali hapa watu wanashikashika, wanakanyaga, wanashika weka mikono, it was clearly sanitized. Inasafishwa. Ndiposa wawe na uhakika ya kwamba they are very clean. The days of the Jewish. Literally, do you know historically repeat itself? Historia inajirudia. Historia inajirudia. Exactly what is going on right now, it took place in some days of the Bible. The days of the Jewish. They had a serious culture. But when Jesus came, wakati Yesu alikuja, yeye na wanafunzi wake, waliwaambia msinawe, msinawe. Hata mkienda sokoni msinawe, mkirudi nyumbani msinawe. Huyu Yesu sasa anataka kwenda kinyume. He intentionally wanted to violate these regulations, apate fundisho ya kuwafundisha hawa Mayahudi wapate kuelewa ukweli wa neno la Mungu. Aliwaambia wanafunzi wake, as long as you are with me. Yesu alikuwa amewahakikishia mapema ya kwamba as long as you are with me, kadri mtakapokuwa mko pamoja nami, you are already sanitized by my blood. Bwana asifiwe. As long as you are with who? With me, Jesus says. Already you are sanitized by what? By my blood. Kwa hivyo nini msishughulike kunawa na maji hiyo na masabuni hayo hii ajia Mayahudi. Nyinyi mkipata chakula, anza chakula basipo kunawa. Yahudi walipoangalia wakasema, huyu ni nani? Hawa ni nani? Who are these? Violating the tradition of who? Nyinyi watu wa Mungu kwa tulipokuwa tunasoma Biblia. Who are these? Violating what? The tradition of the elders. Unajua tradition of elders were binding. Sheria ya wazee inafunga na imefungwa. Haifanyiwi mchezo. Hata hii sheria ya mtaikawe ni sheria ya kuchezewa ama ni sheria ya kuweka hata ndani? Ninyi watu wa Mungu hamjambo. Ni ya kuchezewa ama ni ya kufunga? It is binding. Hata hii kuvaa barakoa, it is binding. Imefanywa kuwa sheria. You are found in public places without a mask. Hata mwingine amekuwa risasi mahali, I don't know where. Mahali alikufa ama aliishi, alikufa enda wangu kama ujui. Maandamano, watu wamepigwa marisasi. This is a law. Na kunawa mikono ni sheria, kusanitize ni sheria, kufungua makanisani vile tutakuwa tunakuja sasa ni nini? These are the traditions. Exactly what Jesus said in those days. The Wayahudi walikuwa na haya masheria. Sasa sikilizeni wapendwa. Ndio sababu sasa walikuja kwa Yesu wakamuuliza swali, wewe, who are you, by the way? Why is this your disciples? Tukiwaangalia wao wanafika kwa chakula, wanakula chakula pasipo kunawa mikono. They are not doing that what we call ceremonial washing of their hands. Hawanawi mikono, wao wanaingia tu na kuanza kukula chakula. Na sheria iko ya kwamba lazima unawe mikono tarari na sabuni na maji ambayo yanatiririka. Na Yesu akawauliza, ikiwa hawa wamevunja sheria ya wazee, wadhani wao wamevunja ya nani? Bwana asifiwe kanisa. Amen.
Afadhali hao wamevunja sheria ya nani? Sembuse na nyinyi ambayo mmevunja sheria ya nani? Ya Mungu. Hao wamevunja ya wazee, lakini nyinyi mmevunja ya nani? Nyinyi ni nani amewaadhibu? Sasa nyinyi mnaangalia hawa na jicho mbaya, wamevunja sheria ya wazee, lakini nyinyi mmevunja sheria ya Mungu. Nyinyi na wao ni nani amevunja sheria kubwa kuliko nyingine? Kwa kifupi, waliovunja sheria ya Mungu wamevunja sheria gani kubwa? Hebu niwaambie wale walivunja sheria, nimalizie nisitaki kwenda sana. Tuliposoma Biblia na unaposoma Biblia hii, hawa wasee ambao wanasema sheria ya wasee imewekwa na imevunjwa na wanafunzi wa Yesu, I want to give you a glimpse of what kind of law they violated. In the commandments of God, hata Yesu amekuwa in the commandments of God, the 10 commandments of God, 10 commandments, commandment number 5, it speaks of what, my brethren? Thou shalt do what? Respect your father and your mother. Sheria namba 5 katika amri 10 za Mungu inasema waheshimu nani? Wazazi wako. Hata wakiwa wazee wape nini? Heshima yao. Hawa watu wao walianza kufundisha kinyume na hii sheria. Hao unaposoma, sijui ni wapi, wacha niangalie kama nitapata haraka, niwaambie vile hawa wanasema. Niwaambie vile wanasema. Hiyo ni kuanzia mstari wa 9. And he said to them, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditional, meaning to your own traditions. For Moses said, honor your father and your mother, and anyone who curses his father or mother must be put to death. But you say that if a man says to his father or mother, whatever help you might otherwise have received from me is korban. This is a Hebrew word. Is korban. That is a gift devoted to God. It is already now divine. Then you no longer let him do anything for his father or mother. Hasa haya ni mafundisho ya hawa wasee. Haya ni mafundisho ya Wayahudi. Mafundisho haya yanakanganyana na mafundisho ya neno la Mungu. Neno la Mungu linasema heshimu wazazi, na mafundisho ya hawa yanasema if you promise a gift kupeleka kanisani, anyway in simple terms, hawa watoto walifundishwa na Mayahudi ya kwamba ukipata mshahara, ukipata mapato, pesa yako yote unaweza kuitoa kama ahadi kwa Mungu. Unaweza ichukua na kuitoa kama ahadi kwa Mungu na uipeleke yote pasipo kuzingatia hata ile ambayo wazazi wako wangepokea kama msaada wa kuishi nayo. Unaacha hawa wazazi, hata kama wakikufa wakufe, bora tu wewe upeleke hiyo ahadi kanisani. Ni mafundisho. And do you know the real purpose sio kumfurahisha Mungu. Ni mafundisho ya Wayahudi, maana wameandika kama sheria, imekuwa this a part of their tradition ya kwamba ukiahidi na lazima utimize. Hata kama mzazi wako anakufa njaa, huwezi kumwachia chochote nyumbani, lazima ulete yote kanisani at the expense of the lives of your parents. Wakifa, hiyo sio hoja, bora tu ifike kanisani. Na ikifika kanisani, ujue ilikuwa ni chakula yao ya hawa mafarisayo, hawa wazee. Hiyo ni chakula yao. They don't care what is going on at home, in the lives of the parents of these young people, but what they are teaching them, mukipata, lete yote, weka hapa, ni ahadi yako kwa Mungu. Na ikifika kwao, ni yao, lakini wazazi wanaumia nyumbani. Kwa sababu Yesu anawakumbusha you people,
You are talking so much of tradition of elders. Do you know what it really means? At the expense of the commandments of God. Mungu ambaye alitupa amri yake tupate kuishi nayo, mumeiweka aside. Jesus said in verse number 9, and you have set aside the commands of God. You have set aside. Alafu mmeweka mbele ya nani? Ya wazee. Ndio mnazingatia hata kuliko ya Mungu. You are wrong. No wonder Isaiah said, you people, you are worshiping God on your mouths, but in the heart there is no God. Hakuna Mungu ndani yenu, maana nyinyi mnamwabudu Mungu kwa midomo, lakini katika roho zenu hakuna Mungu ndani yake. Kwa hivyo wapendwa, I have not much time to speak about this big lesson, but because of the interest of time, I want to summarize it in this way. Isi na ndio mambo ambayo yanatoa watu kwa Mungu, yanawaweka kwa mambo ya dunia. Na sana sana watu wanapenda kusikia maagizo ya wazee. Maagizo ya wazee inamaanisha ya kwamba ni maagizo ambayo yanatengenezwa na wa dunia, yasiyoambatana na neno la Mungu, yasiyoambatana na sheria za Mungu. Sheria za Mungu zimewekwa kando. Sheria sasa za binadamu ndio zinatawala nchi na zinatawala dunia, na zinawekwa, they are binding. Ya Mungu inatupiliwa mbali, haina kazi, haina umuhimu, haina msaada. Watu wanaangalia sana sheria ya nchi inasema nini. Sheria ya mtaikawe ndio wekwa, watu wanawe mkono. People are very obedient. Masanitizer, mtaona vile tutakuja kanisani. Masanitizer, kunawa mikono, osha mikono, masokoni. Watu wanazingatia. Waambie watu tunza sheria, hata tunza sabato. They don't care. Weka sabato ya Mungu namna hii, people are very reckless. They don't care. They don't take it serious. Wanasema hii inatufungua, na ya mtai hii inalinda maisha yetu. They are ready to uphold. Basi Yesu alipendezwa na hii sheria, Yesu alipendezwa na hii tradition, hakupendezwa nazo mwisho. Yoacha nisome hili litakalo tuwekea the solution na jibu ambalo ilikuwa kubwa katika masomo yetu. Is Jesus of culture or above culture? Hii ndio kifungu ambao kiko na jawabu. Galatians chapter 4, Wagalatia 4. Wagalatia 4 ndio kifungu letu la mwisho, then we call it a day. 4 to 5. Galatia 4 mpaka 5. Nasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amesaliwa na mwanamke. Aliyesaliwa na mwanamke, amesaliwa chini ya sheria. Akazaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria. Kusudi awakomboe hawa waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Maliza hiyo 4. Nimemaliza mpaka 5. Mpaka 5. Clearly says, but when time had fully come, when the fullness of time had come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. Ndio sababu hata Yesu akasaliwa chini ya hizi macaritas, to redeem those who were under caritas. Brethren, sio ya kwamba Jesus is of caritas. No, he's not of caritas. He was born in the caritas. Yes, was born in the caritas. That's why he was named. That's why he was circumcised. That's why he was taken to the temple. Aombewe kama mtoto yeyote. He was born under a caritas. So it's not of caritas. Nataka niwaambie hivi vile Biblia hii imesema. When the fullness of time came, God sent his son, born of a woman. Akazaliwa na mwanamke chini ya utamaduni. Chini ya utamaduni, na akasikimisha sote. But his purpose was to redeem us. From where? From those caritas. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe wapendwa.
kusudi lake alikuja ili atukomboe kutokana na masheria haya makali ambayo yalikuwa masheria ya wazee, ambayo hayatupeleki mahali, atupeleke kwa Mungu ambaye ni uzima wetu wa milele. Bwana asifiwe. He came to redeem us. Yesu alipokuja, he came to redeem us from we who were under the law, ambao tulikuwa tumegandamishwa sana na hizi sheria ya wazee, sheria. Our culture, you are going against our culture. You are doing a contrary to the laid down regulation ya wazee. Wewe. He came to redeem us, ili na sisi tupate kuitwa wana wa nani? Wa mfalme. Mfalme gani? Muumbaji wa nchi na mbingu na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. The King of Kings, so that we can be called sons. Ndiposa tuitwe wana. He came to redeem us. Huyu ndio mwokozi wetu. Jina lake anaitwa Yesu, kulingana na kitabu cha Luka. Jina lake anaitwa nani? Yes. Anaitwa Yesu. He came to redeem us. He is not of culture, he is above culture. Ameshinda tamaduni zote. Yeye anataka, alisaliwa chini ya tamaduni hizi, apate kutuondoa katika tamaduni hizi, atupeleke mpaka kwa mfalme, tupate kuitwa wana wa nani? Wa mfalme. With him hata hakuna haja ya kuogopa, hakuna haja ya kufanya nini. Kuna wimbo wanasema, itwe nafa na veruti ya igoro nafa na veruti tera sorogendo Yesu omutangani atotebya doiroka mubwaje ange tera sorogendo. Mungu awabariki hata sabato ijayo tutakapoonana. Mungu atulinde hadi kipindi hicho. For now I want to say may God bless you. Simama na ile wimbo wetu, wimbe stanza ya kwanza, nataka nimjue Yesu, na choristers can lead us that song na kumaliza ibada yetu siku ya leo.